Wanaume wengi wenye shida ya acid reflux wako wanahangaika na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Swali ambalo liko miongoni mwao, je, acid reflux inasababisha upungufu wa nguvu za kiume? Na kama ni kweli, ni kwa nini na namna gani? Hayo ni maswali ambayo iko miongoni mwa wagonjwa hawa wa kiume ambao wanahangaika na changamoto ya acid reflux, wakati huu wameshashambuliwa tayari na upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo kama umekuwa na maswali design hiyo, twende sambamba katika video hii, kwani naenda kuangazia uhusiano uliopo kati ya acid reflux na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Ninashangaza kwa sababu acid reflux ni tatizo ambalo acid tu inapanda kuja kwenye koo lako na kwenye umio. Sasa kwa nini mwisho wa siku unaishia kushambulia mfumo wako wa uzazi? Namna gani na kwa nini? Mwanaume kwa mwanamke, wenye ndoa na wasiokuwa na ndoa, isikilizeni video hii kwa umakini mwanzo mpaka mwisho, kwani acid reflux ni janga la kitaifa. Wahanga ni wengi sana. Katika video hii tutaangazia huo uhusiano, lakini pia kama umeshakamatika na hiyo na upungufu wa nguvu za kiume na una acid reflux, uweze kufanyaje? Uende katika njia ipi? Nitaweza kushauri kitu cha design hiyo mwishoni mwa video hii. Huko nami Emmanuel Mpalie, ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni acid reflux na upungufu wa nguvu za kiume, uhusiano wake. Je, acid reflux inasababisha upungufu wa nguvu za kiume? Nichukue dakika moja kuweza kuzungumza acid reflux kwa wale ambao ni wageni ambao hawaelewi tatizo hili la acid reflux. Acid reflux sio vidonda vya tumbo, wala sio tumbo kujaa gesi, wala sio tatizo kusifa choo, bali acid reflux inatokea pindi ambapo asidi kutoka kwenye tumbo lako ama kimiminika chenye hali ya asidi kwenye tumbo lako kinapanda kurudi kwenye umio wako kuja mpaka kwenye koo lako, ambapo inapokuwa imepanda huwa inakuja na dalili kadhaa. Moja ikiwa ni masuala ya kiungulia, pili ikiwa masuala ya kukosa hewa, unakuwa na dalili kama ya pumu, tatu unapata kama issue ya kuchanganyikiwa, confusion. Wengine 4 unapata issue za maumivu ya mgongo ama back pain, na wengine wanapata maumivu ya kwenye mabega, na wengine wanapata uchachu mdomoni. Kuna kuwa na dalili nyingine zilizo nyingi ambazo zinawakumba wagonjwa hawa. Hiyo ndo issue ya acid reflux, na kisababishi chake kubwa ni misuli kutokuweza kukaza vizuri, ambayo inataka ifunge pindi unapokuwa umekula chakula kishuka, basi inataka ifunge, na kwa hiyo iko hapa juu kwenye juu ya tumbo lako, inataka ikaze ili kuzuia acid isiweze kupanda. Sasa kumekuwa na issue ya wagonjwa wengi ambao mimi nimekutana nao wa kiume sasa, wenye shida ya acid reflux wana issue ya upungufu wa nguvu za kiume. Yaani kwenye kushiriki kwao tendo la ndoa hawako vizuri. Mwingine anakuambia bana, mimi siku hizi hata hisia zenye sina. Na mwingine anakuambia bana, hata maombi yake hayasimami vizuri. Akisimama inakuwa yako legevu, na wakati mwingine unakuta hawezi kusimama. Mwingine alikuwa anaweza kurudia hata raundi 3, lakini kwa sasa hata ile moja yenyewe ni mgogoro wanaume hawa. Lakini ukifuatilia anakuambia kwamba imekuja baada ya kuwa amepata changamoto hii ya acid reflux. Ni kwa nini baada ya kuja acid reflux amepata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume? Je, ni acid imesababisha upungufu wa nguvu za kiume? Naomba nikwambie kitu kimoja, fahamu kwamba acid reflux ni haipelekei moja kwa moja tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Haipelekei, yani sio direct cause. Ila vitu mgonjwa huwa anavyokumbana navyo baada ya kuwa amepata issue ya acid reflux ndo ambavyo huwa vinaamua uwe na upungufu wa nguvu za kiume ama usiweze kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Kwa nini? Kwa mfano, kitu ambacho kinahusiana ambacho wagonjwa wa acid reflux wanatumia na kinahusiana kwa baadhi ya watu kinaweza kupelekea issue ya upungufu wa nguvu za kiume ni matumizi ya dawa. Hasa baadhi ya dawa ambazo ni proton pump inhibitors na H2 blocker. Hizi dawa zinaweza kupelekea hizi baadhi ya dawa hizi zinaweza ikapelekea issue ya upungufu wa nguvu za kiume, na zote hizi zinafanya kazi ya kushusha acid, na wengi wenye acid reflux huwa wanatumia. Kwa hiyo ukitumia kwa muda mrefu, baadhi ya dawa hizi huwa zinapelekea issue ya kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa na kutoweza kushiriki vizuri tendo lako la ndoa. Hizi proton pump inhibitors mara nyingi ni kwenye kwenye kundi hili wakina omeprazole, wakina pantoprazole, wakina lansoprazole, esomeprazole, watu kwenye hii kundi la PPI, proton pump inhibitors. Lakini
ushauri wangu ni kwamba kwa sababu hii inaonekana kwamba baadhi ya dawa hizi zinahusiana na issue ya upungufu wa nguvu za kiume na kuwa kwa muda mrefu, unapokumbana na changamoto hii, ongea na daktari wako ili aweze kuona namna kuweza kutafutia mbadala, kwa sababu lazima mwisho wa siku kwamba utahitaji kuweza kumanage hii issue ya acid kupanda. Na hizi dawa kuna namna ambavyo unasaidia, sio tiba ya moja kwa moja, lakini kuna namna ambavyo zinaweza kukusaidia wewe. Hii ni namna ya kwanza ambapo acid reflux inapelekea mtu kuishia kupata nguvu za kiume, kwa sababu ya dawa anazozitumia kumanage kupambana hii issue. Hii ni issue ya kwanza. Lakini sababu ya pili au namna ya pili ni kupitia dalili ambazo zinakuja kwa sababu ya uwepo wa acid reflux. Acid reflux inahusiana na masuala ya issue ya pumu. Acid reflux inahusiana na issue ya kuleta kama mental confusion, kuchanganyikiwa fulani. Acid reflux, baadhi ya watu huwa wanapata issue ya wasiwasi, unakuwa na wasiwasi, hujiamini, yani unakuwa na wasiwasi. Na wengine mtu anakuambia bana, napata kama ile hali kama kuhisi kama kufa. Hii ni yote ni acid reflux. Kiungulia kikali huwa kinakuja kinasumbua watu hawa. Wengine mgongo unakuwa unasumbua kweli kweli. Sasa hizo dalili zote mwisho wa siku ni huwa zinaathiri ile hisia za kufanya tendo la ndoa. Huwezi kuwa na hamu wakati upumui vizuri. Yaani wewe unapata kwa tabu. Hiyo hamu unaitolea wapi? Wewe unapata issue kama ya confusion. Hiyo hamu unaitolea wapi kufanya tendo la ndoa? Unapata wasiwasi kama unahisi kama kufa. Hiyo hamu ya kufanya tendo la ndoa unaitolea wapi? Kiungulia ni kikali. Hiyo hamu unatolea wapi? Kwa hiyo dalili zake zile zinamfanya mtu anakuwa hayuko comfortable, lakini zile dalili zile kuna namna ambavyo zinaathiri mwili kwa ujumla, na hivyo kumfanya huyu kukosa matamanio ya kufanya tendo la ndoa. Na hata hivyo mara nyingi huwa hii inakuja kuingia na masuala ya mzunguko wa damu. Mwisho wa siku huyu mtu anakuwa na poor performance, anakuwa na utendaji hafifu kitandani. Hiyo ni hizi kupitia dalili ambazo zinakuja kwa sababu ya acid reflux, zinakuja kuathiri sexual desire, matamanio ya kufanya tendo la ndoa na usimamaji wa maumbile ya mwanaume. Hii ni issue ya pili. Lakini issue ya tatu ambayo namna ambayo inaweza kupelekea acid reflux kuhusiana na upungufu wa nguvu za kiume ni vyakula. Vyakula vinavyopelekea tatizo la acid reflux ndio hivyo vinaathiri mishipa ya damu na moyo na hormone kwa ujumla. Kwa hiyo kama vimeweza kupeleka acid reflux, manake hivi tayari kuna namna ambayo vimeshaathiri mifumo hiyo. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake mtu huyu anakuwa na mzunguko mbovu wa damu. Kunakuwa kuna mtiririko mzuri sana wa damu. Na hivi kupelekea hata kama usimamaji wa maumbile kuwa hafifu, mbovu, na kutoweza kusimama na kuhimili ile tendo la ndoa. Lakini kwa sababu vyakula hivi pia vinaathiri na mpanguko wa hormone, au vinapelekea mpanguko wa hormone, ni kwamba mwisho wa siku kwamba zile hormone hata kama ni za kiume zinakuwa ziko chini, zinakuwa haziko katika balance nzuri, na hiyo kupelekea kuweza kuwa na performance mbaya, na sexual desire au hamu ya kufanya tendo la ndoa inakuwa ni hafifu. Vyakula mara nyingi ambavyo vinahusiana na acid reflux ni wale watu ambao ni walaji wakubwa sana wa vitu kama mayai, nyama kwa wingi sana, habari za kunywa maziwa kupindukia, maziwa haya sasa ng'ombe wa kisasa, na ukaja kuangalia vyakula hivi mara nyingi huwa vinaambatana na hao watu wengi ni watumiaji wazuri sana wa vitu kama sembe, ambao ni ugali wa mahindi ambao vishakobolewa, ngano ambazo zishakobolewa, hizi mandazi, mikate na chapati, na bila kusahau matumizi ya soda kwa wingi sana na pombe. Hivyo vyakula ndio vinapelekea hii issue acid reflux, na vyakula hivyo ndio vinaathiri mfumo wa mzunguko wa damu, mishipa ya damu na moyo, na kuathiri habari za hormone. Hii namna ya pili, kwamba hivi vitu hivi ambavyo vinahusiana huyu hapa kwa hiyo ndio vinapelekea changamoto hiyo. Nne ni habari za psychology effect. Wengi wenye acid reflux tayari washapata tatizo la kisaikolojia, yani wameathirika kisaikolojia, kwa sababu acid reflux ni tatizo ambalo ni hatari sana, linatesa. Kwa unakuta mtu huyu anakosa matumaini, anakuwa na wasiwasi, anapata kama issue anxiety au depression, ambao mwisho wa siku anakuwa yani hahitaji chochote, hata kama ni mwanamke amhitaji, hata kama ni mwanamke yuko hapo, yani ile hamu ya kufanya tendo la ndoa anakuwa hana. Hii ni psychological effect, na hii effect tunazungumzia ni matokeo ya acid reflux. Unaweza kaona. Na mwisho ni kwa sababu acid reflux inapunguza ubora wa maisha ya mwanaume na kuathiri hormone
za kiume ambazo ni testosterone. Kwa sababu tafsiri nyingine, kuna namna ambavyo inakuja kuathiri ama kupunguza wingi wa homoni za kiume. Sasa kwenye ubora wa maisha inaathiri vipi? Mgonjwa huyu wa kiume ambaye anahangaika na acid reflux. Acid reflux inakuja na changamoto nyingi sana kiasi kwamba mwili mzima unakuwa ni dhaifu, ni mzoofu, mifumo mingi inakuwa haiko sawa sawia, na hivyo unajuta kwamba ili uweze kufanya tendo la ndoa ni lazima mwili uwe imara na uwe ngangali na mifumo iwe sawa, iwe na afya. Sasa wewe tayari acid reflux imekwisha kuja. Acid reflux inaathiri vitu vingi sana kwenye mwili wa mwanamume huyu. Mwisho wa siku yani inapunguza ubora wa maisha na homoni zinakuwa ziko chini. Hakuna namna ambavyo unaweza kufanya tendo la ndoa vizuri kwa sababu ya hii issue. Homoni ziko chini na pia mifumo mingi haiko sawa, una complication au na changamoto nyingi ambazo zimekuja kwa sababu ya acid reflux. Kwa hiyo hivi vyote vitano kwa pamoja ndio vinapunguza hisia za kufanya tendo la ndoa, ndio vinakufanya na kuwa hauna na vinaathiri mfumo wa mzunguko wa damu, ndio ambavyo vinaathiri hormone. Mwisho wa siku vinakufanya hata mambo yako hawezi kusema vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku unaishia kupata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Ni combination haya mambo yote ambayo haya yote ni matokeo ya acid reflux. Acid reflux haisababishi moja kwa moja, lakini hivi vitu ambavyo vipo kwa sababu ya acid reflux ndio hivi vinakuja kupelekea tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Sasa umeshapata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, ndio huwezi kurudi tena? No, unarudi kwenye hali yako ya mwanzo, unafanya vizuri. Yani upungufu wa nguvu za kiume unaweza kujinasua nalo na acid reflux unaweza kujinasua nalo. Njia moja hii nitakao uitumia tu. Wewe utakaofahamu kwamba suluhisho la acid reflux ni tiba ya mfumo wa maisha, lifestyle medicine, ambayo lifestyle medicine hiyo ama mfumo tiba ya mfumo wa maisha huo inataka uhusishe ulaji wa vyakula vitokanavyo na mmea, mboga za majani, matunda, mikunde, kuna nafaka ambazo hazijakombolewa na jamii ya mizizi. Vyakula hivyo vitumie ukiwa umeepuka vyakula ambavyo vimesheheni mafuta na protini nyingi. Kama ni muumini wa protein, wewe utaendelea kuhangaika na changamoto. Wewe unaamini kwamba lazima nile nyama ni protein, nipate protein. Protein unaweza kupata kwenye mahindi, protein unaweza kupata kwenye magimbi, protein unaweza kupata kwenye maharage, protein unaweza kupata kwenye kalanga, protein unaweza kupata kwenye korosho, protein unaweza kupata kwenye matunda, unaweza kupata kwenye mboga za majani. Kinachotofautiana kwenye vyakula hivi ni kiwango cha protein ambacho unakipata. Hatumtajii mtu ambaye anakula vyakula hivi tukavyo na mmea ukiwa na vichanganya, unakula vya aina tofauti kwa siku, kwamba anaweza kupata changamoto ya upungufu wa protein ama kutoweza kupata protein ya kutosha kwa siku nzima. Na uzuri wa vyakula hivi vinakuja na kemikali ambazo zina nguvu tima kama phytochemicals, zinakuja masuala ya nyuzi lishe ambayo mwisho wa siku vyote vinakuja kuimprove mmeng'enyo vizuri, vinaboresha mmeng'enyo na kufanya mifumo mingine ya mwili kufanya kazi vizuri. Wale wapenzi wa kula vitu kama kuku, samaki, mayai, maziwa, nyama si ya ng'ombe, hivi ambao naamini wanapata protini ambayo nzuri. Wafahamu hiyo protini inakuja na cholesterol, zinakuja na mafuta, na vyakula hivi havina nyuzi lishe, na hiyo protini tukana na nyama ni ngumu kumeng'enya, inahitaji asidi nyingi. Kwa mwisho wa siku huyu mtu hawezi kufanikiwa. Na kwa kuwa nakuja hivi vyakula hivi vinakuja masuala cholesterol, mafuta na uganda, vyote vinakuja kwa athiri mfumo wa mzunguko wa damu, ambao mwisho wa siku kama una issue kama umeshapata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume huwezi kujinasua. Kwa vyakula hivyo unafaa kuweza kuviacha kwanza, na wakati huo masuala ya sembe, si chapati hizo na vyakula vya ngano hivyo ni kuweka pembeni, na masuala ya soda na vinywaji vingine ambavyo vina sukari kutoka viwandani. Ukiweza kuepuka hivyo na unakula mmea, basi umekaa vizuri. Tumia whole plant based lifestyle medicine, ulaji wa vyakula tiba mfumo wa maisha ambao unahusisha vyakula vitokanavyo na mmea. Ndio mfumo ambao unatakiwa utumie, na ndio tiba sahihi ya acid reflux, ndio tiba ambayo inaweza kurudisha heshima yako kitandani. Nadhani kwa leo unaweza kuwa umejifunza kitu kwamba namna ambavyo acid reflux inavyohusiana na upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mbalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.